kama tuna mpango wa kumtumikia Mungu kwa mali zetu, basi tuchukue hatua ya kujitoa kwa ajili ya utumishi. Wacha niwe maskini kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Wacha niwe maskini kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Wacha niwe maskini. Haleluya. Niliwahi mimi kumjaribu Bwana hapa. Sio siku nyingi, ni hapa karibuni. Mzee Bachunya atakuwa anaelewa na timu yake. Kwa muda wa mwaka mzima nimekataa posho kwenye kanisa kwa ajili ya ujenzi. Nimekataa kabisa, sichukui. Kwa hela yote tu ujenzi, hela yote ujenzi. Kila ambao wazee wamenipangia kitu kidogo ya kula. Haleluya. Kwani unafikiri imeisha hapo? Niliona mfumuko wa baraka katika maisha yangu ambayo sijawahi kuona tangu nizaliwe baada ya kufanya maamuzi magumu. Yaani ni swala la kujitoa muhanga. Ni swala la kufanya maamuzi ya imani ukimjaribu Mungu kwa njia ya utoaji mwaka huu. Tuone kama utabaki katika hali ya uchumi. Mwaka jana tulitengeneza ule mkakati wa kununua viwanja. Mimi nilitangaza, mimi napenda, mimi mdau wa viwanja. Bali na hiyo nimenunua viwanja hapo. Yaani kwa ajabu. Kwa sababu ni resolution yangu ni kubwa. Na mimi kama baba yenu wa kiroho ninawaambia ukweli. Ile mimi nimeimbaga pambia hapo shilingi 10,000, jamani sionekani. Kanisani mmeninyima fursa kuingia hapa. Napelekwa kwenye bada kwenye supermarket. Naomba 10,000 ipatikane hapa kanisani kwetu. Watu wachache ambao wamesikiliza tumeziona. Lakini mimi tangu mwaka jana ile, yaani mimi niimba akasema nitaimbaje mwenyewe. Nikasema hata sasa sio 10,000, unaidabo na kutriple. Yaani zifike 30,000 hapo. Mimi mchungaji natoa sadaka hiyo, inaenda. Wazee wanajua jinsi sadaka zinavyotumika hapo. Tofauti na makanisa mengine ambao mchungaji ndiye anabeba sadaka yote. Mimi sichukui sadaka. Sadaka ina kazi nyingi. Tena nilipopata hapa nikapata ufunuo. Mwaka huu ni mwaka wa kuboresha muziki wetu. Mwaka wa kuboresha muziki ni mwaka huu. Pamoja na ujenzi upo, lakini muziki na yenyewe utaboreka. Haleluya. Kapewa ufunuo kwamba kila mwezi lazima mwe na sadaka la michango kwa ajili toa vyombo. Nikasema asante Yesu, nimempokea. Nikaandika kwenye moyo wangu na kwenye diary yangu, nitatangaza tutafanyaje baada wazee kujadili. Haleluya. Muziki uwe mnono. Ukija nyumbani mwa Bwana, hao jamaa wanapiga muziki huu unapigwa ni mkubwa, lakini tunabanwa na vyombo. Wanabanwa na jengo limekuwa kubwa, sio lile tena la wakati ule. Mwaka wa kumtumikia Bwana mpaka ieleweke. Haleluya. Mwaka wa kumtumikia Bwana mpaka uwe maskini. Kama huwezi kuwa maskini ukimtumikia huyu Mungu aliye juu, na unatakiwa kujitoa. Basi bwana, kuna kisa moja cha ajabu Roho Mtakatifu amefundisha mwezi huu. Kikisa hata sijui kwa nini nakisoma, lakini mtakifurahia, ni Biblia. Kuna mtu mmoja alisema read the Bible as literature. Msio mnasoma kiroho tu. Soma kama story. Sasa mstari wa 23 tunaanza kusoma sura 20 Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza sura ya 20 mstari wa 23. Basi watumwa wake mfalme wa Shamu wakamwambia, Mungu wao ni Mungu wa milima, ndio sababu ya kutushinda sisi. Lakini na tupigane nao katika nchi tambarare, na hakika tutawashinda wao. Ufanye neno hili, uwaondoe hao wafalme, kila mtu atoke mahali pake, ukawaweke majemedari mahala pao. Kisha ujihesabie jeshi kama jeshi lililokupotea, farasi na farasi wa gari kwa gari, na tutapigana nao katika nchi tambarare, na bila shaka tutawashinda. Akasikiliza sauti yao, akafanya kama hivyo. Basi ikawa mwakani, Ben-Hadadi akawahesabu Washami, akakwea mpaka Afeki ili apigane na Israeli. Wana wa Israeli nao wakahesabiwa, wakapewa vyakula, wakaenda kupigana nao. Wakatua wana wa Israeli mbele yao kama vikundi. Amen. Turuke mpaka 35 kwa ajili ya muda.
Mstari wa 35, basi mtu mmoja wa wana wa manabii akamwambia mwenzake, kwa neno la Bwana nipige na kusihi. Akakataa yule kumpiga. Mstari wa 35, basi mtu mmoja wa wana wa manabii akamwambia mwenzake, kwa neno la Bwana nipige na kusihi. Akakataa yule kumpiga. Akamwambia, kwa sababu hukuisikiliza sauti ya Bwana, angalia, mara ukitoka kwangu simba atakuua. Na mara alipotoka kwake simba alimwona akamuua. Ndipo akaona mtu mwingine, akasema, nipige na kusihi. Yule mtu akampiga, hata kumpiga na kumtia jeraha. Basi yule nabii akaenda akamngoja mfalme njiani, akajibadilisha kwa kilemba juu ya macho yake. Ikawa mfalme alipopita, alimuita mfalme, akasema, mtumwa wako aliingia katikati ya pigano, na tazama, mtu mmoja akanigeukia, akaniletea mtu, akaniambia, umlinde mtu huyu, akipotea kwa njia yoyote, roho yako itakuwa mahali pa roho yake, na utatoa talanta ya fedha. Ikawa mtumishi wako alipokuwa akitenda hayo na haya, yule akaenda zake. Mfalme wa Israeli akamwambia, ndivyo itakavyokuwa hukumu yako, umejihukumu mwenyewe. Akafanya haraka, akakiondoa kilemba machoni mwake. Mfalme wa Israeli akamtambua kuwa ni mmoja wao manabii. Akamwambia, Bwana asema hivi, kwa sababu umemwachilia atoe mkononi mwako mtu niliyemweka ili aangamizwe kabisa, roho yako itakuwa mahali pa roho yake, na watu wako mahali pa watu wake. Mfalme wa Israeli akaenda nyumbani kwake na moyo mzito, mwenye hasira, akaja Samaria. Amen. Sasa hapa bwana, pamoja na stori kubwa ndefu, somo langu hasa liko kwa huyu nabii aliyetumika kwa kujitoa. Nitatoa taarifa ilivyo tukio. Najua wataalamu wanaendelea kuchangamsha vyombo, naona kama havijakaa sawa, lakini huyu mtu mmoja, huyu wana wa manabii, kipindi kile wana wa manabii walikuwa chini ya mafunzo ya unabii. Kwa Mungu akasema naye ili amwambie mwana wa nabii mwingine eti ampige kwa neno la Bwana alafu apate jeraha. Hebu jiingize kwenye kiatu cha huyo mwana wa nabii mdogo huyo. Alipoangalia hii, mbona iendani sawa sawa? Yaani achukue nyundo, achukue mkuki, achukue chochote, amjeruhi nabii. Alafu huyo anayejeruhiwa yuko tayari ajeruhiwe kwa ajili ya Bwana. Jiingize tu kwenye kiatu cha anayetakiwa kujeruhi na huyu mjeruhiwa. Nipe picture hapo unaipata kwa nabii huyu sasa, ambaye Mungu amemwambia, ili ujumbe wangu ufike, lazima upigwe kama uko vitani, damu itoke, ujifunge kitambaa, utakapopeleka ujumbe kwa mfalme, alafu utamweleza kimaigizo, maana kama maigizo, drama. Utamweleza kidrama, ndiye atapata somo. Na tunasoma habari ya Ahabu, alipata ujumbe kwamba alipopata moyo wake ukawa mzito. Kwenye sura inayofuata utaona jinsi atakavyotubu kwa ajili ya ujumbe huu. Inanikumbusha ile kisa ya Daudi. Yeye alipewa nafasi pia nabii kumwendea, kumuonya
lakini hakumonyokea, alimzunguka kwa ajili ya ile story ya kwamba kuna mtu alikuwa na maskini alafu akajiwa na mgeni, badala ya kuchukua yule tajiri kuchukua kwenye eneo lake, kaenda kumuingilia maskini kamnyang'anya. Na Daudi kabla hata hajamaliza yule nani akasemaje, na huyo ashughulikiwe, baadaye akamwambia ndio wewe. Yani ninalingana kabisa na tukio hili, kwa sababu wengi sio wasomaji wa stori za Biblia, hasa stori ngumu kama hizi. Nikupe tu kwamba huyu Ben-Hadadi alikuwa ni mfalme wa Sham. Ameomba kikosi cha wafalme 32 wamshughulikie Ahabu. Mungu akamwambia Ahabu kumpitia nabii kwamba usiogope, utawashinda hawa wote. Sura ile ya 20. Na kwa kweli kwa uweza wa Bwana, maandiko yanaonyesha jinsi ambavyo alivyomwambia kwamba utashinda. Kamueleza kwamba utashinda na hakutakuwa na tatizo. Mstari ule kwa mfano mstari wa 13 anamwambia, natazama nabii akamjia kama Ahabu mfalme wa Israeli akasema, na Bwana asema hivi, je, umeona makutano haya yote walio wengi? Nitawatia leo mkononi mwako, nawe utajua ya kuwa ndimi Bwana. Naipenda hiyo. Kwa hiyo Ahabu wa watu yuko na Kaisraeli kake ka Samaria, na ujue sio yote, kwa sababu Yuda imegawanyika na ana majeshi yake. Lakini huyu jamaa Ben-Hadadi kaagiza majeshi 32. Ukisoma mstari wa kwanza sura 20 anasema, basi Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote, na walikuwapo wafalme 32 pamoja naye, na farasi na magari. Akakwea akawasuru Samaria, akaupiga vita. Lakini tunaye Bwana wa vita, haleluya, ambaye anapigania watu wake. Watu 32 wafalme pamoja wote, lakini wakashinda. Sasa ikaja ikatokea kwamba Ahabu kashinda. Alipokuwa ameshinda sasa vita ile, huyu Ben-Hadadi akarudi, ndio nabii akamueleza sasa mfalme, mstari ule wa 22 akamwambia, naye yule nabii akamjia mfalme wa Israeli akamwambia, enenda ukakusanye nguvu zako, ujue na kuangalia ufanyavyo, kwa maana mwakani mfalme wa Shamu atakuja juu yako tena. Jamani, wangapi wanaelewa kidogo historia? Atakuja tena sasa. Kwa hii trip ya pili sasa tumesoma hapo, ni Ben-Hadadi anawaambia watu wake kwamba hawa wana mungu wa milimani, sasa tunawashukia tambarare, tunawamaliza tambarare. Lakini baada ya kufika, tunaona sasa huyu mtumishi anaambiwa kwamba awekwe jeraha ili aweze kumsaidia. Sasa kilichotokea, akaja akapiga tena, Mungu akamtia nguvu, akapiga huyu Ben-Hadadi na jeshi lake, lakini Ben-Hadadi akapona. Alipopona akafanya triki ya kuja kwa Ahabu kuomba nini? Hifadhi. Na alipofika pale, Ahabu bila kujua matokeo akamficha Ben-Hadadi, akamwachia awe huru. Sasa Mungu akachukia, kwa nini badala ya kummaliza Ben-Hadadi ambaye ndiye alikuwa adui mkuu amemwachia? Kwa hiyo Mungu anatafuta namna ya kusema na nani? Na Ahabu. Na ili ujumbe ufike, anatakiwa awe na mtu mmoja aliyejitokea kitumishi, kujitoa moja kwa moja kinguvu nguvu, ili aweze kufanyaje? Kupeleka ujumbe. Sasa ili aaminiwe na Ahabu kwamba ametoka vitani, itahitajika apigwe jeraha. Wangapi ameelewa hapa hapo? Apigwe jeraha. Nani ampige? Ni mtendakazi mwenzake. Sasa anamwendea mtu
naomba unipige kwa jina la Bwana, maana hili neno la Bwana. Akatumia ubinadamu wake, akasema nitaanzaje? Kakimbia. Hasira ikampanda yule nabii, akamwambia, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, ukitoka hapa simba anakujeruhi. Kaenda kumaliza. Na kweli alipotoka simba kwa nasibu akatokea mtu mwingine, ndio akamwambia, nipige niweke jeraha. Akakubali. Kwa hiyo akampiga sijui ni wapi, haiandikwi, lakini nahisi kwenye paji la uso, kwa sababu tunasoma alifungia kitambaa kichwani. Kwa hiyo sasa akaenda kwa Ahabu akiwa amejifunga, akajieleza, mimi ni mmoja wa watu waliojeruhiwa. Ngoja tusome hapo, maana hapo ndio penye unogo. Sasa tumalizie somo letu. Asante msomaji wangu, tusomee hapo mstari wa 37. 37. Mstari wa 37. Ndipo akaona mtu mwingine, akasema, nipige na kusihi. Yule mtu akampiga, hata kumpiga na kumtia jeraha. Basi yule nabii akaenda akamgoja mfalme njiani, akajibadilisha kwa kilemba juu ya macho yake. Ikawa mfalme alipopita, akamuita mfalme, akasema, mtumwa wako aliingia katikati ya pigano. Sasa hayo ni maigizo. Hayo ni maigizo, sio kweli, lakini ni maigizo ya kumfanya mfalme aamini. Na tazama, mtu mmoja akanigeukia, akaniletea mtu, akaniambia, umlinde mtu huyu, akipotea kwa njia yoyote, roho yako itakuwa mahali pa roho yake, au utatoa talanta ya fedha. Ikawa mtumishi wako alipokuwa akitenda haya na haya, yule akaenda zake. Maana yake akafanya uzembe mpaka mtu aliyepewa mshikilie akafanyaje? Akaenda zake. Mfalme wa Israeli akamwambia, ndivyo itakavyokuwa hukumu yako, umejihukumu mwenyewe. Umejihukumu mwenyewe, asijue Ahabu kwamba shughuli inamhusu yeye. Endelea. Akafanya haraka, akakiondoa kilemba machoni mwake. Mfalme wa Israeli akamtambua kuwa ni mmoja wao manabii. Ni mmoja wao manabii. Akamwambia, Bwana asema hivi, kwa sababu umemwachilia atoke mkononi mwako mtu niliyemweka ili aangamizwe kabisa, roho yako itakuwa mahali pa roho yake, na watu wako mahali pa watu wake. Mfalme wa Israeli akaenda nyumbani kwake na moyo mzito, mwenye hasira, akaja Samaria. Ahabu hajafa hapo kwa hapo, wala hukumu haijapitia hapo kwa hapo, lakini tunaona kwamba kilichotokea ni kwamba baada ya huyu mtu sasa kujionyesha ni nabii, ujumbe umefika hujafika? Ujumbe umefika hujafika? Umefika kwamba ni nani? Ni Ahabu ameambia umemwachia yule mfalme ambao ulitakiwa uwe umemaliza. Mimi hapa pointi ninayotaka kujenga, jamani, tuko tayari kumtumikia Bwana mpaka tupigwe jeraha? Hiyo ndio shughuli iliyo mbele, ndio maana kujitoa. Yaani mwaka huu wa kupigwa jeraha mpaka ieleweke kazi ya Mungu imeenda mbele. Mwenzetu huyu amefika mbinguni, ni mizuri tuongee naye. Hivi ilikuwa kwaje wewe? Ulipokeaje hiyo taarifa ya Bwana kwamba utafute mtu wa kujeruhi? Hatujui kajeruhiwa kwa kiwango gani. Uzuri tu ni kwamba aliweza kuongea, na nafikiri ni dalili tu kwamba mfalme ameona huyu kweli yuko vitani mpaka damu inamtoka. Huyu ni kweli, ili amwambie sasa, mimi nilikuwa napigana vita nikapewa mtu wa kumlinda, nilikafanya uzembe. Hajasema hivyo, lakini ndio matokeo yake, nikalalala mpaka ameondoka. Sasa alipoondoka nikaambiwa kwamba roho yake na nini, hukumu yake. Sasa na mfalme hiyo hukumu utaikwepa wewe? Kama ulipewa kazi ya kufanya alafu hujafanya, hiyo hukumu hautaikwepa. Ndio akatoa haraka ni wewe ambaye Ahabu amemwachia Ben-Hadadi akaenda, alitakiwa uawe.
Na baadaye alipogundua uzuri mmoja, ukweli ukishatokea, wafalme hawana cha kufanya, maana ingetakiwa kamatwe huyu au wawe, lakini utamuuaje mtu ambaye ameeleza ukweli kwa mtindo ambaye sio wa kawaida? Angemjia amweleze, wewe Ahabu umemwachia, yani siko yoyo, angeshughulikiwa. Lakini kituko cha kwenda kujeruhiwa, alafu umevuka kitambaa, alafu unapeleka message na Mungu ametulia, alafu kuna mtu ameshauawa kule kwa sababu ya shughuli yenyewe ya mfalme. Mungu wa mbinguni yuko chini na amedondoka. Na mambo haya Mungu bwana inagumu, kwa sababu tukisoma sura inayofuata tunakuta shamba la Nabothi. Anaenda tena huyu baada ya hapo akaenda akamuomba amuuzie shamba. Huko amejeruhi wa mtu huko wa Mungu, na ujumbe huu amemwachia mtu wa Mungu kule. Sasa anakuja naomba shamba la Nabothi. Na shamba la Nabothi akarudi akalala. Mama akaja Jezebeli. Msiwe jamani akina mama, msiwe kama Jezebeli. Kemeni roho ya Jezebeli kwa jina la Yesu kwenye kanisa letu. Ana mwenye ushauri mbaya. Akaja akamcheka mume wake akamwambia, Jezebeli wewe. Jezebeli akamwambia, Ahabu wewe ndio mfalme wa nchi bwana. Kila kitu kiko mikononi mwako. Wewe kula chakula, wewe kula kila kitu hapa. Niachie hiyo shughuli. Bwana naye akafanya triki yake moja, wakamtangaza Nabothi amefanya hujuma ya kumsema Mungu vibaya na kumsema mfalme vibaya. Kwa hiyo ashughulikiwe, na akapelekwa kweli, akapigwa mawe kwa sababu ilikuwa ni akauawa kwa ajili ya shamba lake. Mungu wa mbinguni hajazuia shamba mtu asiuawe, ila ameuawa. Alafu alipouawa ndio sasa Mungu anatokea kwa Ahabu kumshughulikia. Alafu kwa bahati nzuri sasa ilichotokea, ambayo mimi imenikwaza kidogo, kithiolojia inanisumbua. Wapendwa jamani, mnafahamu kwa nini sasa Ahabu anasamehewa hivyo wakati ameua mtu, amekufa? Kanipa story kasema lazima tujitahidi kusimama katika Bwana. Unaweza ukacheza na Yesu alafu jambazi akaja akakuua, ukafa ukaenda motoni. Yeye baadaye anakuja kutubu, alafu anakuwa mhubiri mkubwa, alafu umepigwa na yeye umeenda motoni, yeye anaingia mbinguni. Ndio iliyotokea hapa kwa Nabothi. Labda tumalizie tu hapo mstari wa 27 sura 21. Uone huyu mtu anavyotubu. Mwaka wetu wa kutumika mpaka tupate jeraha. Mwaka wa kutumika hata kama itatugharimu tupate jeraha, ili muradi tunamtumikia Mungu aliye hai. 27. Asante sana. Ikawa Ahabu alipoyasikia maneno hayo, akayararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Eliya Mtishbi kusema, huone jinsi Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Basi kwa sababu amejidhili mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Dhambi ina consequence, ina matokeo. Lakini sasa Ahabu anaachwa, Nabothi wa watu yuko kaburini. Kumbe kufa kwa Mungu yani sio kitu kigumu sana. Mtu anakufa alafu hiyo jamaa anatubu sasa, lakini akamwambia sasa hii nachukia. Kwa nini tena mtoto wake ndiye anakuja kupata haya baadaye? Ni kwa vile nawapatiliza wana kwa ajili ya baba zao ni chuki yao, lakini naye alikuja kujiingiza kwenye mambo. Huwezi kuhukumiwa tu kwa sababu ya makosa ya baba kama wewe hautajiingiza katika yale makosa ambayo yapo. Kwa hiyo nimalizie ujumbe huu kwa kusema ni mwaka wa kutumika mpaka tunapata jeraha. Niombe ukasome sura 20 kuendelea. Hai neno dogo lakini kubwa. Tutainua viwango vya kuwa ibada, semeni amen. Amen. Tutainua viwango vya utoaji wa zaka na sadaka na michango, semeni amen. Tutainua kuchochea karama na vipaji, sema amen. Wale waacha kwaya wote, natoa agizo. Na naomba nisiseme kama unabii kwamba utaliwa na simba. Na nameona Mungu yeye kipindi hiki afanyi kazi sana ya kuhukumu. Lakini hebu fikiri, mtu ameamua kuacha kupiga mtu asimwage damu, alafu anapata hatia ya kuuawa na simba na hukumu. Hiyo ni hukumu ya Mungu. Ni kwa sababu alijua Bwana anamtaka afanye hivyo, lakini akaacha. Yeye waimbaji wa Adonai
Nitangaze au nisitangaze? Nikitangaza itakuwa mbaya. Kama Bwana amekupa nafasi ya uimbaji na wimbi, mwaka huu utapata jeraha kwa ajili ya kazi hii. Mbona msemi amen? Pokeeni. Na nyie waimbaji wa Gracious mnaojifanya mko bise. Tuna masaa 24. Naomba tena mwaka huu na utumishi. Kila mmoja achukue nafasi yake. Ninyi ambao mmeacha utumishi, mlikuwa washauri wazuri kusaidia waongofu wapya, mmejifanya mko busy. Natangaza tena, tunaanza mwaka. Weka nadhiri. Nataka nianze na Bwana. Nataka nikwambie hutafanikiwa kabisa kama hautamtumikia Bwana. Hili neno la Bwana linakuhitaji uamke, tumtumikie Mungu. Hawezi kuita malaika waje watumike. Tumeachwa sisi, mimi na wewe, tutumike. Na hapa tumtumikii mwanadamu, tunamtumikia Mungu aliye hai. Natangaza tena, tuamke. Kuna kikosi ambacho kilikuwa kinaendeshwa na mama marehemu Nyenyema akisaidiwa na mama Mkwawa. Kilikuwa ni kikosi cha usafi mpaka tukashindwa kutangaza zone. Hata hizo zone hizi tunatangaza tu kwa ajili ya kujenga fellowship. Lakini kuna watu wamepewa mzigo mzito kwa ajili ya masuala fulani kanisani. Wengine kwa ajili ya ufagiaji, anafanya kwa Bwana akinena kwa lugha na baraka zake ziko hapo hapo. Naomba wale ambao wana mzigo na usafi waamke. Wasingoje zonu hizi, wewe njoo. Haleluya. Kama Faraja, pigeni makofi Faraja wetu. Yeye ana wito wa kuwahi na kuhakikisha mpaka ofisi ya mchungaji iko sawa. Leo nimemkuta anafagia mapema. Na jana alikuwa hapo usiku. Mmemwona. Haleluya. Huyo anatumika mpaka jeraha litokee kwa sababu ni Bwana amesema. Praise Steve, na nyie hapa mnalongolongo hapa mpaka mnaonyonywa. Na nyie viongozi acheni kwa nyenyekea sana hawa watu. Kama mtu hataki kutumika atoke hapa akaliwe na simba huko. Na simba anayewala watu sio huyo ambaye anaua. Kuna mambo unayapata kama matokeo ya kukosa utumishi. Angalia hesabu tu hasara ulizopata mwaka jana. Na wewe unanyamaza tu. Unaona ni kawaida. Sio kawaida. Tumikie Bwana ili Mungu akuheshimu. Na wapongeza wapiga vyombo, Bwana wawezeshe zaidi. Na nyie mkileta mchezo, mtatoka hapa mtapigwa na simba. Na simba mwenyewe anaweza kawa ni ukame wa pesa, ukame wa furaha, ukame wa matumaini. Yote ni masimba yanakanyaga watu. Niinuka leo, tufanye kazi ya Bwana. Hili ni neno la Bwana. Nuka leo, tufanye kazi ya Bwana. Hili neno la Bwana. Mimi binafsi pamoja na umri wangu nitajitoa nifie umumu. Sina kazi nyingine naweza kufanya sasa, ni hapa. Pamoja na mahangaiko, mimi ni kati ya wachungaji ambao na mahangaiko mengi ya projects. Na nashukuru Mungu nina timu ya watu wananisaidia maombi na nini. Nina mahangaiko ya projects. Sio mbaya kwa sababu najua umaskini ni mbaya zaidi. Maproject ya shule, sanati, mambo ya huduma ya mtoto, tunahangaika na mashamba na nini. Yote ni mahangaiko, lakini katika Bwana, ili kazi ya Mungu isonge mbele. Kama mwaka huu tumefanikiwa kuingiza karibu milioni 8 kwenye ujenzi kutokana na project iliyoko hapo nyuma ya zanati. Hiyo ni ndogo hiyo. Hiyo ni ndogo na imefanya kazi hapa. Tungewachangisha watu hapa, tungewafukuza kanisani wewe. Na bado shule hiyo inapaa sasa. Unapata registration kesho kutwa. Miela ile tulikuwa tunapeleka kwenye shule nyingine waliotufadhili, tukiizuia inakuja kuchapa kazi hapa ya Bwana. Inafungua makanisa mengine na kujenga huko wewe. Kwa hiyo niombe pamoja na maproject tutumike kana kwamba hatutatumika tena. Toa moyo wako, toa mwili wako kwa yale unayoweza kufanya. Fanya Bwana wewe kwa ajili ya Bwana. Mwaka huu tufanye mpaka jeraha itupate. Mwambie niweke jeraha. Asipo ile jeraha sio utaliingiza kwenye alegori gani. Mimi sitaki nifundishe kitu tofauti. Ilikuwa ni kweli ni jeraha kweli, lakini kwa swala la kiroho ni kwamba kwa kuwa ni neno la Bwana ni lazima utumike. Vijana amkeni. Msipofanya kazi ya Bwana, mtafanya kazi ya shetani. Huwezi kukaa hivi.
Kwa hiyo bora tumtumikie Mungu, tuwahi, tufanye shughuli zile ambazo tunahitaji kufanya, tufanye huduma usafi, tutie moyo. Ninafurahi sana, hata wakati mwingine kuna watu wengine wamekuja nyumbani kwangu wetu wanakuja kufanya usafi nyumbani, nimewapokea nikasema asante sana. Kwa hiyo ninaamini tutakuwa baraka kwa ajili ya mwili wa Kristo. Ninyi ambao mna vipawa vya kutoa, msiache kuwasaidia watu. Kwa mfano kuna kamati juzi ya wanaume CMF walifanya kazi nzuri sana kuhakikisha kila mjane hapa kanisani amekula. Pamoja na kile kipindi tumefanya kwa bidii zaidi, lakini wanaume amechukua nafasi wa zaidi wakawaongezea. Hiyo inatia moyo mwili wa Kristo. Kumlipia mtoto ada ambaye amekwama, jamani, hiyo nayo ni utumishi wa aina yake. Mbona namsemia amen? Haleluya. Niniangalia kwenye Instagram ya dada nani hapo ambaye simama mke wa mzee wa kanisa hapo. Nikakuta wametembelea kitongoji gani sijaiosoma vizuri hiyo kitongoji. Wameenda kutoa msaada kwa watoto wenye mtindiosi ya ubongo na wakaacha baraka wakaondoka. Mungu akubariki, asante. Ni mwaka wa utumishi, natumia tu mifano michache. Sasa akibarikiwa kesho akainuliwa, bora wengine wanaringa. Haturingi wewe, ni tumetumika karibu na tupigwe jeraha na Bwana ameamua kutubariki. Unabarikiwa, 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 unabarikiwa kwa ajili ya utumishi katika nyumba ya Bwana.